Dakar. Bwana kanda jana TPLB jana walitoa jambo jana. Walitoa adhabu kutokana na mapitio ya mwenendo wa uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu. Mambo yalikuwa mengi sana, pages zilikuwa nyingi, almost 6 zilikuwa zinafika kutokana na adhabu kwenye ligi zote ambazo TPLB wanazisimamia, kwa maana ya ligi kuu, championship pamoja na first division. Kote huko waliweza kutoa adhabu, lakini kwa uchache tusome yale ambayo yamegusa zaidi kwa namna moja ama nyingine, ikiwemo yale ambayo yametokea kwenye mchezo kati ya Simba ambao walicheza dhidi ya Singida Black Stars, lakini pia kuna mchezo kati ya Simba na Mashujaa pia. Unaweza kutupitisha kwa uchache? Yes, mchezo mechi namba 190, Simba 2 Mashujaa 1. Mchezaji wa Mashujaa Saif Rashid Abdallah Karie amefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la kurusha chupa za maji kuelekea kwa mashabiki, huku akionekana mara kadhaa akiingia kiwanjani kulalamikia mwamuzi wa mchezo akitokea katika benchi la timu hiyo kwenye uwanja wa KMC Complex Mei 2, 2025. Lakini pia mtunza vifaa wa klabu ya Mashujaa Juma Nyenje, yeye amefungiwa miezi 6 na kutozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la kurusha chupa za maji kuelekea kwa mashabiki kwenye uwanja wa KMC Complex Mei 2 mwaka 2025 wakati wa mchezo tajwa hapo juu ukiendelea. Hiyo ilikuwa ni adhabu ya mchezo namba 190. Mechi namba 220, Simba Sports Club 1 Singida Black Stars 0. Kocha wa viungo wa klabu ya Simba Riedo Berden ameadhibiwa kwa kufungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi 1,000,000 kwa kosa la kuanzisha vurugu kwa kurusha koni kwenye benchi la ufundi la Singida Black Stars walipokuwa wameketi maofisa wa ufundi na wachezaji wa akiba wa klabu hiyo. Lakini klabu ya Simba imeadhibiwa kwa kutozwa fine ya shilingi 500,000 kwa kosa la mashabiki wake kurusha chupa za maji kiwanjani wakati wa mchezo tajwa hapo juu ukiendelea kwenye uwanja wa KMC Mei 28 mwaka 2025. Mchezaji wa klabu ya Singida Black Stars Jonathan Soa ameadhibiwa kwa kutozwa fine ya shilingi 1,000,000 kwa kosa la kuonyesha ishara ya matusi mashabiki wa klabu ya Simba waliokuwa jukwani pamoja na kitendo cha kungoa kibendera cha kona. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 wa ligi. Lakini kwa ukubwa kabisa, muamuzi wa kati wa mchezo wa taji wa hapo juu Heri Sasi amefungiwa miezi 6 kwa kosa la kushindwa kumudu mchezo huo baada ya kufanya maamuzi mengi yaliyoashiria kushindwa kutafsiri vyema sheria 17 za mpira wa miguu. Kocha wa klabu ya Simba Fadlu Rahman Davis ametozwa faini ya shilingi 2,000,000 kwa kosa la kuishtumu bodi ya ligi kuu Tanzania kuwa ina ajenda tofauti kuhusiana na ratiba ya michezo ya klabu hiyo kwenye ligi kuu ya NBC. Fadlu alizungumza hayo alipokuwa akifanya mahojiano na TV baada ya kumalizika kwa mchezo wa taji hapo juu, akionyesha kutoridhishwa na ratiba ya michezo ya ligi ya klabu yake. Mwisho. Hiyo ni kwenye maeneo ya michezo ambayo ilimuhusu mnyama Simba, lakini kuna adhabu kama za Tanzania Prisons na Coastal Union. Prisons wanapigwa faini ya shilingi, wanapigwa faini ya milioni 2. Prison bwana, baada ya kupata bao la pili dakika ya 74, madogo wakawa wanaficha mali. Yaani mipira inapotea tu uwanjani. Boys wakana ficha mipira. Mpira ukitoka urudi. Mpira ukitoka ghafla mipira michache. Bwana vipi? Kumbe Balbozo walikuwa wanaficha mali. Kwa hiyo mnaweza mkaona mazingira. Sasa hivi boys wanaga adhabu za kupewa kwa sababu sio wenyewe ndio wanasababisha wale kwa sababu wale ni watoto, si ndio? Kwa hiyo wale wanapewa maelekezo. Wako ndani lakini ya mchezo. Of course wako ndani ya mchezo. Kwa hiyo wale ndio wale watakapopewa maelekezo, maana yake ni kazi yenu ni mipira ikitoka kuiweka iwe tayari au kurudisha. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo madogo wakiwa wanachukua mipira wanaficha kwa sababu wale ni watoto. Kuna muda inabidi ucheze na wanaoandaa wenyeji wa mchezo. Kuna kijana mmoja uwanja wa Benjamin Mkapa alitolewa. Ilikuwa mechi ya kimataifa. Ilikuwa Tanzania. Ilikuwa Tanzania na Niger. Tanzania na Niger. Yule refa aliwatoa kwa sababu alikuwa anarusha mipira hata wakati mechi inaendelea. Kuna mpira upo ndani anarusha mpira mwingine. Kwa hiyo refa akamtoa akamwambia nenda akapumzike. Huyu ana maelekezo huyu. Wale watoto inawezekana Ibra wameshapewa 10. Hata wapi Zanzibar. Kuna shabiki wa Simba alikuja akalalamika kwamba wakati wapo Zanzibar
wale Ball Boys walikuwa warushi mipira kwa wakati, yani kama walikuwa na delay. Kama unakumbuka kuna tukio moja la kipindi cha kwanza ambao ni moja kati ya matukio ambayo yalichagiza Fadlu kupata kadi ya njano. Mpira ulitoka, Ball Boy akawa anasubiri mchezaji akaufuate ule mpira ambao umeenda mbali wakati yeye ana mpira mkononi. Kwa hiyo Fadlu alimfuata kana mfokea yule kijana kwa nia arudishe ule mpira kwa haraka uwanjani. Kasuga. Kwa hiyo wale Ball Boys kuna muda kilichotokea kwa Prison, Ibra kuna message moja hapa, anambia bi mkubwa anaangalia bwana. Familia. Mama yangu mzazi. Hakika tupo na baraka za mama. Kasuga, ukiangalia hii ripoti ambayo imetoka, unaangalia ni kama kikundi fulani cha upatu hivi. Sababu yani kila ripoti inapotoka kuna kuwa na adhabu yenye kuambatana na fedha. Sasa sijajua ni yani ndio kawaida kwamba ngoja hii kamati haiwezi kukaa kujadili vitu tu bila kutoa hizi adhabu yani za fedha za nini. Ukiangalia kuna makusanyo fulani hivi yanafanyika. Yani mfano yani makusanyo lazima afanyike. Ngoja kwa tumwambie Meja. Hizi kanuni zote zinazoziona, kila kitu kinachofanyika hapa ni kwa mujibu wa kanuni. Kanuni ambazo zilikaa zikapitishwa na vilabu vyenyewe. Ndio maana kuna baadhi kama ya kanuni ya issue ya ulozi kwamba timu inayofanya mara nyingi zaidi ikapandishwa, kama na kumbukumbu nzuri. Mfano kama sasa tunazungumza. Sawa. Kasuga, concept yangu umepata? Nimekupata. Kwamba haijawahi kukaa kamati ikaja na taarifa tu kwamba fulani amefanya kosa fulani, tumempa onyo. Hakuna. Onyo zipo. Hujanielewa wewe. Nimekuelewa. Ukija huu mkeka wote lazima kuna adhabu ya fedha au inaelekea hivyo vikao vyao lazima vihusike baadaye mtu akipewa adhabu. Kanuni ndio adhabu yake hiyo. Kanuni adhabu yake ni fedha tu. Kuna fedha na maonyo. Kuna fedha na maonyo. Hiyo kali sasa. Nasikia kali. Basi hizi kanuni zibadilike. Kwa sababu afu kitu kingine Ibra mimi ninachohoji hapa katikati ya msimu mpaka kuelekea hapa yamefanyika makosa mengi sana, si ndio hivyo? Lakini kiangalia kwenye hii barua aliyosoma bwana ya bodi ya ligi hapa hajasoma tukio yote. Ndio maana tumesema hizi page tukisema tusome zote tutafika mpaka na nusu. Nikuulize Ibra mimi niulize swali dogo. Huyu mwamuzi nani? Kayombo? Vipi? Elsasi amehukumiwa kwa kutokutafsiri nini sheria, si ndio hivyo? Kwamba mchezo akumudu mchezo, si ndio hivyo? Ni kweli akumudu mchezo kwa sababu inaonekana ilipendelewa sana Simba kuliko nani? Singida, si ndio hivyo? Kwa sababu kuna penalty ambazo zilikuwa zinatokea alikuwa hiyo sasa tafsiri hiyo tafsiri yako. Tafsiri ya taarifa ni kwamba ameshindwa kumudu mchezo. Ikiwepo hilo sasa ndio ikiwepo hilo. Kwa sababu ukisema hivyo, kuna eneo hata Kevin Nation wa Singida alistahili kupata kadi nyekundu. Ndio maana kuna uwezo kusema kwamba alipendelea, alishindwa kumudu. Sasa nenda na taarifa hiyo. Swali langu linakuja. Sasa sawa? Ni referee huyu tu ndo amefanya makosa au kuna wengine ambao ina maana toka msimu uanze huyu ndo amefanya toka makosa? Sio tangu, kwa sababu huko nyuma kuna wengine ambao walipewa adhabu. Kwani mlikuwa mnamuulizia nani? Kayoko. Kayoko alikuja kurudi, ilikuwa Mwanza, ilikuwa mechi ya Pamba na nani? Pamba na Ken Gold, Pamba na nani? Ilikuwa mechi ya Pamba. Sikumbuki Pamba na nani, lakini alirudi, alionekana ghafla. Alipotea. Sawa, alipotea. Kwa hiyo nisaidie kwenye kipengele cha hii mikeka. Kwa nini inahusu zaidi fedha? Milioni 2, milioni 3, laki 7 nini? Meja, wewe ni mtu wa mpira. Naam. After too bad for the game. Wewe una D. Una D. Wewe una leseni kubwa. Ndiyo. Kwenye adhabu au kwenye hizi adhabu ambazo zimetoka, hakuna kupigana viboko. Sawa? Kuna kufungiwa, kuna kupewa onyo na kulipa faini. Na mara nyingi faini imekuwa pia ukifungiwa kuna faini, kuna muda unaweza ukapewa onyo tu usipigwe faini. Kwa hiyo hiki ambacho nakiona miaka na miaka ukienda kufungua zile kanuni, hata hii sakata la Yanga tukao tunalizungumza, ndani yake lina faini kwa sababu huko hatuna kupigana viboko. Kwa hiyo ili ulipe fedha, tunaamini ukiwa unalipa hizo fedha, kuna eneo tunaamini utakuwa unajizuia. Mfano issue ya ulozi, maximum ilikuwa milioni 3. Baadaye ikapanda ikafika 5. Na mpaka 5 kwa sababu watu wanafanya kila siku. Makosa kujirudia mpaka 10. Na ukionekana unajirudia unalipa mpaka milioni 10. Kwa hiyo imewekwa na imepitishwa. Mimi nasemaje ni kama kikundi cha upatu. Kwa sababu gani? Hizi hazitoshi. Yani kumwambia mtu sijui akifanya kitu fulani 200,000 sijui milioni ngapi. Yani zinakuwa ni kama ni mradi ambao umewekwa. Kwa sababu sikiliza, ikitoka sasa mimi Ibrahim wewe shabiki wa Yanga. Ndio. Basi wewe ambacho unatakiwa ukifanye, peleka maombi kwenye klabu yako ya Yanga. Waambie mnavyoenda kutengeneza kanuni za msimu ujao. Kipengele hiki cha fedha nyie Yanga semeni kitolewe. Kwa sababu ukiangalia kiwango ambacho hata mimi naweza kukilipa ni vilabu. Kiwango kinachotoa sio 200,000, milioni 2, sio 3. Usiraumu bodi sasa. Nenda kwenye klabu yako, peleka malalamiko. Ili wao viongozi watakavyoenda kutengeneza kanuni. Kwa sababu jamani, kila kitu sio laumu bodi jamani. Hizi kanuni ni vilabu ndio vinakaa vinapitisha. Vilabu vinatengeneza mapendekezo.
bodi inabariki. Mpira wetu unaendeshwa kwa taratibu na sheria. Zipi? Tubidi basi. Sawa? Ukiona mtu kahukumiwa kwamba pale atoe 200,000, atoe ni kwa mujibu wa nini? Wa kifungu ambacho kimeruhusu afanye hiyo. Sawa? Labda itokee wabadilishe hizi sheria sasa. Labda ikitokea adhabu fulani iwe hivi, adhabu fulani iwe hivi, au hela iwe nyingi kama unavyotaka, au iwe kidogo au iwe. Sikiliza, kuna adhabu afu kuna karipio. Hili ni karipio kwa sababu kumwambia mtu amefanya kosa ambalo linajirudia. Kwa mfano, ngoja nikuulize. Ngoja nimuulize kwa huyu kocha, kwa huyu refa nani? Ibra, sikiliza. Nimuulize. Unapokuwa unakamatwa na traffic njiani unaendesha gari, umesahau leseni au huna leseni. Sawa? Adhabu yake unaifahamu? Naam. Na ni kwa mujibu wa nini? Wa sheria, ndio hivyo? Kwamba bodaboda amepita njia ambayo sio wenyewe, inabidi alipe shilingi ngapi? 30,000 au 10,000, ndio hivyo? Sasa kwa nini hizo sheria zisibadilike? Hilo nao ni karipio. Ukiweka adhabu mtu hawezi kufanya. Tunapata of course tumegusa tu kwa uchache, lakini unaweza kuona jambo lilivyo. Tunakuja kuzungumza jambo hili kwa undani zaidi namna ambavyo limekaa, lakini mimi naweza nikamwambia Meja, sheria huwa zinatangulia kabla ya kosa. Kwa hiyo kuna muda unakuta hakuna kilichofanyika kimakosa, lakini inakuwa ni mazingira ya adhabu ambayo iliwekwa, ikionekana ni sugu, ndo kwenye maeneo ambayo watu wanakuja kuboresha adhabu au inakuwaje. Sawa bwana. Meja leo akikutwa anakojoa pale Ilala na wameandika ukikojoa ni 50,000, anaweza akutwa anakojoa, ikimkuta yeye atasema faini kubwa, ikimkuta mwingine atasema ndogo. Tunarejea, tupo na mtandao super wa Vodacom. Hii ni Kipenga Extra Show ya mashabiki. Leo tupo na Meja, hapa ni Varangati.